Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Urusi imesema Umoja wa Ulaya haupaswi kuipangia muda wa kusitisha vita ya Ukraine. Tamko hilo la Kremlin limetolewa baada ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kuitaka Urusi kubali kufikia leo usiku pendekezo la kusitisha vita kwa siku 30. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Ufaransa, Italia, Ujerumani, Uhispania, Poland na Umoja wa Ulaya wanakutana mjini London na mwenyeji wao David, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, kujadili hatua za kuchukua dhidi ya Urusi. Lami anatarajiwa kutangaza vikwazo zaidi vitakavyowalenga washiriki wa Urusi. Vile mengi yamebadilika tangu mazungumzo ya mwisho ya Istanbul yalifanyika mnamo 2022 na masharti ya amani ya Moscow wakati huu yataakisi hilo. Seneta wa Urusi anasema, nadhani hali zetu pengine zitakuwa ngumu zaidi kuliko Machi na Aprili 2022. Hali imebadilika sana tangu wakati huo, kwani Urusi imepata maeneo mapya ambayo yamekuwa sehemu ya shirikisho la Urusi kama ilivyoainishwa katika katiba yetu. Kwa hivyo nadhani kutakuwa na masharti ya ziada. Vladimir, naibu mwenyekiti wa kwanza kamati ya kimataifa, anasema. Kulingana na seneta huyo, masharti ya amani ya Urusi yatajumuisha kuondolewa kamili kwa wanajeshi wote wa Kiukraine kutoka Donbas na Novorossiya. Vile ukombozi wa Kotylyrovka ulio kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya watu Donetsk na mkoa wa Dnipropetrovsk wa Ukraine utawezesha vikosi vya Urusi kufuatilia askari wa Kiukraine kwenye sekta hii ya mstari wa ushiriki na kuvuruga mashambulizi yao katika eneo la Donetsk People's Republic. Yan Gagin, mtaalamu wa kijeshi na kisiasa wa DPR, anasema mapema Jumatatu wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti ukombozi wa kijiji kinachopakana na DPR na kituo cha vita cha Urusi. Anasema hii itatuwezesha kufuatilia haki katika mkoa wa Dnipropetrovsk na kuweza kukandamiza uchokozi wao. Vile kunyakua kwa jeshi la Urusi eneo la Kotylyrovka kumewezesha kuanzisha vita vya kukomboa Krasnomaysk inayoitwa Pokrovsk na Ukraine katika Jamhuri ya watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andriy Marochko anasema ukombozi wa Kotylyrovka kimsingi unahusisha seti ya hatua zinazohakikisha ukombozi wa makazi ya Krasnomaysk. Ninaona askari wetu mara kwa mara wakipita nyadhifa za Kiukraine. Kotylyrovka iko kusini magharibi mwa Krasnomaysk, mtaalamu wa kijeshi alisema. Tangu 2014 askari wa Ukraine wamejenga idadi kubwa ya ngome huko Krasnomaysk, mtaalamu huyo alisema. Vile wachunguzi wa Urusi wameanzisha uchunguzi juu ya shambulio la Ukraine kwenye makazi ya Rylysk katika eneo la mpakani mwa Urusi katika mkoa wa Kursk, wakiona kama kitendo cha kigaidi. Svetlana Petrenko, msemaji wa kamati ya uchunguzi ya Urusi, anasema siku ya Jumatatu. Kulingana na taarifa yake, Mei 11 wanamgambo wa Ukraine walishambulia kwa maksudi miundombinu ya raia katika mji wa Rylysk na kujeruhi raia watatu na kusababisha uharibifu katika eneo la hoteli na nyumba kadhaa za makazi. Kulingana na taarifa yake, Mei 11 wanamgambo wa Ukraine walishambulia kwa maksudi miundombinu ya raia katika mji wa Rylysk na kujeruhi raia watatu na kusababisha uharibifu kwenye hoteli na nyumba kadhaa za makazi. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Kotylyrovka katika mkoa wa Donetsk katika operesheni maalum ya kijeshi Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Vile wanajeshi wa Urusi wanaendelea kutimiza malengo ya mapigano katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara inaripoti. Hayo yakiendelea, vikosi vya Urusi vimeshambulia maeneo ya kupelekwa kwa wanajeshi wa Ukraine na mamluki wa kigeni katika maeneo 129 katika siku iliyopita. Wanajeshi wa Urusi katika eneo la Krasnomaysk kwenye mstari wa ushiriki wana chini ya kilomita 1 kufikia mkoa wa Dnipropetrovsk. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa Jamhuri ya watu Donetsk, anasema vikosi vya Urusi vimekuwa vikisonga mbele kwenye mstari mzima wa mawasiliano katika eneo la DPR, alisema. Vile kukombolewa kwa makazi ya Kotylyrovka katika Jamhuri ya watu Donetsk kunafungua njia kwa wanajeshi wa Urusi katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Chanzo katika muundo wa jeshi la Urusi kinasema hayo yakiendelea ni kutoa sasa nje ya uwanja wa kivita, ambapo kubwa kuliko ni kwamba nchi zinazoongoza za Umoja wa Ulaya, Kamisheni ya Ulaya na Uingereza zimeeleza kuunga mkono usitishaji vita siku 30 nchini Ukraine na kuonya kwamba zinaongeza shinikizo kwa Urusi na kupanua usambazaji wa silaha hadi Kiev. Kulingana na taarifa pamoja ya mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania, Uingereza na mwakilishi mkuu wa AU baada ya mkutano wao huko London. Kulingana na taarifa hiyo, wanadiplomasia hao wakuu waliitaka Urusi kukubali usitishaji vita siku 30 bila kuchelewa. Walisisitiza kuwa walijiunga na Ukraine katika kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano
mara moja kamili bila masharti kwa siku 30 ili kuunda nafasi ya mazungumzo juu ya amani ya haki ya kina na ya kudumu. Wakati huo washiriki katika mkutano huo walikubaliana kufuata hatua kabambe za kupunguza uwezo wa Urusi wa kufanya vita na kufanya kazi na Ukraine katika mipango ya kuimarisha vikosi vya kijeshi vya Ukraine, kuhifadhi tena silaha na zana na kuongeza zaidi uwezo wa kiviwanda. Vile vile, serikali ya Ujerumani iko tayari kutoa msaada wake katika mazungumzo yanayowezekana kuhusu suluhu ya mzozo wa Ukraine huko Istanbul mnamo Mei 15. Msemaji wa serikali Steven anasema, serikali ya Ujerumani iko tayari kuwepo kwa Istanbul. Hivi sasa chaguo hili linaangaliwa. Kimsingi mazungumzo haya yatakuwa kati ya Urusi na Ukraine, lakini hata hivyo sisi kama washirika wa Ulaya tunatoa msaada wetu, alisema. Nchi za Ulaya ziko tayari kuimarisha vikosi vya jeshi la Ukraine na kurudisha silaha zake, kundi la mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya linasema kwenye taarifa pamoja. Tulikubali kufanya kazi na Ukraine katika mipango ya kuimarisha vikosi vya kijeshi vya Ukraine, kuhifadhi tena silaha na vifaa na kuongeza zaidi uwezo wa kiviwanda. Wanadiplomasia wakuu wa Uingereza, Uhispania, Italia, Poland, Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya walisema kwenye taarifa pamoja iliyochapishwa na ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza kufuatia mashauriano yaliyofanyika London. Pande hizo pia zilionyesha kujitolea kuimarisha dhamana za usalama kwa Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesisitiza kuwa rais wa Marekani Donald Trump aliitaka Kiev kushiriki katika mkutano uliopendekezwa na Urusi bila masharti yoyote. Msemaji huyo amekiri kuwa katika mazungumzo kwa njia ya simu na Putin, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alithibitisha kuwa yuko tayari kufanya kila awezalo kuandaa mazungumzo hayo. Vile vile, chama tawala cha Hungaria kikiongozwa na waziri mkuu Viktor Orban kimekaribisha pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine huko Istanbul. Volodymyr Zelensky anasema kwamba atakuja Istanbul na kumngojea kibinafsi rais wa Urusi Vladimir Putin. Hakuna chochote ila ukumbi wa michezo wa kisiasa na ustadi. Naibu spika baraza la shirikisho la Urusi Konstantin Kosachev anasema, ni maonyesho safi, mchezo wa jumla, sio jinsi mikutano ya hali ya juu inavyopangwa, hasa kutokana na uzito wa hali ya juu, alisema wakati wa matangazo ya TV ya Russia 24. Kosachev alitaja maandalizi ya muda mfupi ya mkutano unaotarajiwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump kama mfano wa jinsi mambo yanafanyika kwa kawaida, kwa sababu mkutano wa papo hapo unaweza kusababisha matokeo mabaya. Zelensky anapaswa kujua hili kutokana na uzoefu wake wa uchungu. Alipokuja bila kujiandaa kwenye mkutano wake na rais Trump katika ikulu ya White House mnamo Februari na kumalizika kwa chuki kamili kwake, seneta huyo alikumbuka. Ukraine imeanzisha kampeni kubwa ya kashfa dhidi ya Hungaria kwa sababu ya kuendelea kwa ushirikiano wa Budapest na Urusi na kukataa kwake kuupa utawala wa Kiev silaha. Waziri wa mambo ya nje wa biashara wa Hungaria Peter Szijjarto anasema, akitoa maoni kwa waandishi wa habari kuhusu kashfa ya kijasusi kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anaamini kuwa Urusi na Ukraine zitafikia maamuzi fulani ya maelewano katika siku chache zijazo ili waweze kuanzisha mazungumzo ya kusuluhisha mzozo huo. Hayo yakiendelea, Uturuki iko tayari kutoa mchango wote katika utatuzi wa mzozo wa Ukraine, haswa kama mpatanishi wa nchi inayoandaa mazungumzo kati ya pande zote. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anasema. Vile vile, Volodymyr Zelensky ameidhinisha mkataba wa madini na Marekani. Televisheni ya Kiev inaripoti Volodymyr Zelensky ametia saini kuwa sheria muswada huo, ambapo hapo awali uliungwa mkono na bunge. Pia ametia saini muswada wa kuunda mfuko wa uwekezaji wa ujenzi wa upya wa Marekani na Ukraine. Volodymyr Zelensky ametia saini kuwa sheria muswada wa kuidhinisha mkataba kati ya serikali za Ukraine na Marekani kuunda mfuko wa uwekezaji wa ujenzi upya wa Marekani na Ukraine. Inasomeka taarifa hiyo. Taarifa hiyo inasema hati hiyo itafungua njia ya uwekezaji mkubwa katika uchumi wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na katika miundombinu muhimu, viwanda na miradi ya ujenzi wa baada ya migogoro. Vile vile, kujitoa kwa Ukraine kwa haraka katika Umoja wa Ulaya kutaziingiza nchi wanachama wake kwenye mzozo wa kijeshi na Urusi, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban anaonya. Pia alielezea masikitiko yake kwamba viongozi wa nchi nyingi za Ulaya walikuwa wameazimia kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Anasema, tunafikiri tofauti. Tunaamini kwamba kadiri vita vikiendelea ndivyo maisha ya watu wengi zaidi yatakavyopotea, waziri mkuu alibainisha.
Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine ni muhimu ili kutafuta njia ya kusitisha mapigano. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema lazima kuwe na mazungumzo ya moja kwa moja ili kutafuta njia ya kusitisha mapigano, aliambia Sky News. Njia rahisi kuelekea hii haifai, afisa Kremlin aliongeza. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.